Habari ya wakati huu, ni Dr. Imani Mandoto hapa, bingwa tiba asilia, mganga mwenye kalama na maarifa kutosha. Leo tuko Kilingeni. Tuko sehemu ya mizimu, sehemu ya tambiko, sehemu ya maombi. Nikaona niwape elimu juu ya mambo ya mizimu. Watu wengi sana wanasumbuliwa na mambo ya mizimu. Kama unasumbuliwa na mizimu, naomba unisikilize vizuri. Kwanza kabisa nitaanza mwanzo kwa kuwapa elimu mizimu ni nini. Jamani, mizimu ni babu zetu, ni asili zetu, ndio vyanzo vyetu. Ni wale wazee wetu wenye karama na wenye uwezo ambao ndo waasisi wa koo zetu. Tunapozungumzia koo, tunazungumzia wale waasisi wa familia yetu katika tabaka letu. Kulikuwa kuna wazee ambao wana karama, na wazee wetu ndio walikuwa wanatusaidia kwa kila kitu, kuanzia maarifa, ujuzi, utaalamu, dawa, tiba, ulinzi, wote wazee wetu walikuwa wanatupatia. Kipindi hicho miaka ninayozungumzia ni miaka ya nyuma kabisa, kipindi serikali ni ukoo. Ukoo wenyewe ulikuwa ni serikali. Familia ilikuwa ni uongozi uliokamilika. Kwa hiyo tunapozungumzia mizimu, ni wale viongozi wako wa asili wa upande wa kwenu walioshawahi kuongoza, waliokuwa wamewahi kutawala katika familia na ukoo wenu. Wao walikuwa ndio njia wanaoonyesha mwelekeo wa familia ama ukoo ama kabila fulani. Kwa wale wazee wetu hawapo katika roho, hao katika mwili, lakini kwenye roho bado tuko nao. Yaani bado nafsi zao zipo hai, kwa sababu nafsi haifi, unaokufa ni mwili. Inachofanya roho inatoka ndani ya mwili, mwili ndio naye kufa, unazikwa, lakini roho ipo. Kwa hiyo katika roho kuna nguvu. Nguvu ndio zinaweza kutupa vipato, mafanikio, baraka, uelewa, ufahamu, maarifa fulani. Kwa hivyo vitu bado vipo na vinaishi katika koo zetu. Kwa kama wewe babu yako alikuwa ni mfanyabiashara, umezaliwa katika koo ya wafanyabiashara, elewa wewe mzimu wenu ni wa biashara. Unatakiwa kufanya biashara ili upate kufanikiwa, kwa sababu ukifanya biashara utafanikiwa kutokea ndani yako. Mipango, malengo, elimu ya biashara utaipata kwa sababu ipo ndani yako. Kama kwenu wenyewe ni wafugaji, babu zako walikuwa wafugaji, elewa wewe ni mfugaji. Lazima ufuge ili upate kufanikiwa. Maana ufugaji upo ndani yako, utafanikiwa kwenye ufugaji. Kama wewe familia yenu ilikuwa ni wakulima, ukulima uko ndani yako. Mimi mwenzako Dr. Imani Mandoto, kwetu sisi walikuwa ni waganga. Babu yangu alikuwa ni mganga, babangu alikuwa ni mganga, mamangu alikuwa ni mganga. Ndio maana leo naendeleza uganga. Kwa hiyo nakuamsha wewe. Mizimu ya baba yako wanaofanya biashara, walikuwa sasa wanataka wakutumie wewe. Mizimu ya babu zako waliokuwa wanalima, sasa wanataka kukutumia wewe. Mizimu ya babu zako waliokuwa walinzi, wawindaji, wanataka kukutumia wewe. Katika dunia sasa hivi uwindaji ndio tunasema uwindaji maana yake ni ulinzi, ni usimamizi, ni utafutaji. Tukisema ukulima maana yake ni uzalishaji. Tukisema biashara maana yake ni kununua na kuuza. Lazima uelewe vitu vyote vinatawala kwenye asili na damu za watu. Ndio maana leo kuna wafanya biashara hawajasoma lakini wana maduka ya jumla. Kuna watu leo wana magorofa na wameisha darasa 7 au hawakusoma. Elewa watu wao wanafanya vitu hivyo kwa nguvu za asili. Sasa hapa ndipo elimu yangu siku ya leo inakwenda kujikita. Wewe wakati wote unapotaka kuongea na wazee wako, zipo njia za kuweza kuvuna nguvu ambazo zipo kwa wazee wako kupitia asili na jadi. Na nguvu hizo unaweza kuzivuna kupitia sisi waganga. Waganga ndio watu ambao tupo kwenye asili, ambao tunaweza kukuongoza kwa kina. Na mganga si kila mganga tu, ni waganga maalum ambao wamedumu kwenye asili, ambao wapo kwenye tabaka la mizimu. Kwa sababu ieleweke, waganga wako wa aina mbalimbali. Leo nitakupa elimu ili upate kuelewa. Mimi Dr. Imani Mandoto ni mganga ambaye uganga wangu umeondokana na mizimu na majini. Yaani mizimu iliyokuwepo kwetu toka babu yangu ndio hiyo ninayoitumia mpaka siku ya leo. Majini waliokuwa wanatumia na babu zangu na mama zangu ndio mpaka leo mimi nawatumia. Kadhalika sasa mimi ni muongozo, ni njia ambao naweza kukuongoza wewe unayesumbuliwa na mizimu kupata frequency ya kuweza kuongea na mizimu ya kwenu, sio yangu. Mizimu yangu inatumika kama daraja la kukuvusha wewe kwenda kukusaidiwa na mizimu ya kwenu inayokuwa inakusumbua. Kuna watu wanasumbuliwa na mizimu kwenye biashara, kuna watu wanasumbuliwa na mizimu kwenye elimu, kuna watu wanasumbuliwa na mizimu kwenye mapenzi, kuna watu wanasumbuliwa na mizimu kwenye ndoa, kuna watu wanasumbuliwa na mizimu kwenye afya zao. Kama wewe unasumbuliwa na mizimu kwenye afya, unasumbuliwa na mizimu kwenye ndoa, unasumbuliwa na mizimu kwenye uzazi, unasumbuliwa na mizimu kwenye familia, unasumbuliwa na mizimu kwenye biashara, unasumbuliwa na mizimu kwenye kilimo, unasumbuliwa na mizimu kwenye kila engo unayoifanya, elewa kwamba utakachokipata ni kile ambacho kiko chini. Kila siku utakuwa ni mtu wa hasara, kila siku utakuwa ni mtu ambaye watoto wako umewazaa, umewasomesha wapati kazi, ama wewe kila siku umeoa, ukizaa mtoto anakufa, ukizaa watoto anakufa, ukiangaliwa kwa waganga unaonekana haujarogwa, au kama unaambiwa ni uchawi ukishughulikiwa bado tatizo haliponi. Ukiona hiyo ujue ni mambo ya mizimu inakusumbua. Mtu anayesumbuliwa na mizimu kwenye kizazi ni yule mtu ambaye anapimwa hospitalini, anakutwa kabisa kwamba kizazi kipo, hana shida yote kwenye uzazi, lakini uzazi haupatikani. Ukiona hivyo unatakiwa kuongozwa na mimi Dr. Imani Mandoto kupitia mizimu yetu ili kwenda kuongea na mizimu ya kwenu, hiyo kwa baba, hiyo kwa mama, kwa ajili ya kukuondolea kifungo hicho ulichokuwa nacho.
Kama wewe ni mtu ambaye unafanya biashara inachanganya, lakini baadaye unapata mkwamo ambao sio kawaida, ukiangalia uchawi sio uchawi, vifungo sio vifungo, unapata hasara isiyo kwa kawaida, ukija kwangu mimi Dr. Imani Mandoto tutaweza kukuongoza kupitia nguvu ya asili ya upande wa kwenu, nao itakuja kukusaidia. Elewa kila kitu kina nguvu inayopaleti katika hii dunia, na mizimu ndio frequency inaweza kukusaidia kwa wepesi na haraka, kwa sababu hao ni mababu zako ambao watakusaidia wewe. Kwa mimi Dr. Imani Mandoto tunakupa rai wakati wote wewe unayesumbuliwa kwenye biashara, kwenye mapenzi, kwenye uzazi, una watoto wako umewasomesha hawapati kazi, una watoto wako hawaolewi, unashangaa watoto wako katika familia yenu nyinyi mna kama balaa hivi, watu wote wanaolewa wameachwa, mama wakubwa, mama wadogo wameachwa, watoto wako nao wanakwenda vile vile kama ulivyoishi wewe. Unakuta kwenye kazi kwamba baba yenu alioa akamwacha mama yenu, basi na nyinyi wote mnafuata mkondo huo. Wewe inakuwa ni laana iko katika mizimu ya kwenu, unatakiwa iondolewe. Na mimi Dr. Imani Mandoto naweza kuclear hiyo katika njia ya kodi ya mizimu, kufikia mizimu ya Tanga kwenda kupeleka kwa mizimu wa kabila yote ile, iwe Mbena, iwe Mfipa, iwe Mdengeleko, iwe Mdigo, mtu wa kabila lolote lile, uwe ni Mtanzania, uwe ni mtu wa Kenya, iwe Uganda, uwe ni mtu kutoka nchi yoyote, mzungu, mwarabu, muhindi, Dr. Imani Mandoto anaweza kufungua kodi ya mizimu ya kwenu na mababu zako, na tukaweza kuwatumia kupitia uganga. Ndio sababu ya eneo hili liliopo hapa, ndio sehemu pekee ambapo tukipata jina lako la baba na la mama yako tunaweza kufungua kodi na tukaiona mizimu ya kwenu, tukajua shida inayokusumbua kwenye mizimu. Kama umehangaika kwa waganga mbalimbali ukaambiwa kwamba inayokusumbua ni mizimu, huu ni wakati wa kunipigia simu Dr. Imani Mandoto niweze kukusaidia. Kama watoto wako unaona hawaeleweki, unawasomesha hawapati kazi, una watoto unawapa mitaji kila siku wanafilisika, watoto wako ni walevi, watoto wako wakiolewa wanaachwa, elewa hiyo ni shida iko kwenye mizimu. Kama nyinyi ni watu ambao familia yenu wote mnakufa kwa ugonjwa wa aina moja, mnaambiwa mna ugonjwa wa kisukari mnalisiana, mna pressure za kulisiana, ugonjwa wa mgongo unalisiana, kansa mnalisiana, elewa hilo ni shida imeanzia kwenye damu yenu. Kupitia mizimu tunaweza kufikia na tukaweza tukaifikia na tukaweza kuondoa tatizo hilo. Unachotakiwa kufanya ni kunifanyia mawasiliano Dr. Imani Mandoto kwa namba yangu ya simu ya 0655942428. Namba yangu nyingine ni 0763381885. Nipigie namba yangu hiyo ili tupate kumsaidia kupitia mizimu ya Tanga, wakina mzee Kapate, wakina mzee Mdingo, wakina mzee Mantumbo, wakina Kavumo, wote hapa mizimu iliyola hapa tunaweza kukusaidia. Na ieleweke sisi katika uganga wetu tunaamini kwamba uganga ni mmoja, mizimu yote mizuri inashirikiana. Kwa mimi Dr. Imani Mandoto naweza kufungulia kama ni mizimu ambayo inaleta shida hiyo nikapata kukusaidia. Mpaka hapo naamini unapata elimu ya kutosha namna ya kuweza kusaidiwa kupitia mizimu, kupitia kodi ya Dr. Imani Mandoto kwenye mizimu ya Tanga, kwenda kuifuata kualika mizimu ya kwenu ije hapa iweze kukusaidia. Uwe ni kabila lolote, mzimu wa babako na mamako utaongea nao hapa kwa kabila la kwenu na utaweza kukusaidia katika jambo lote linalokusumbua. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.